kazi yangu ni ndefu sana. Ni mwendo wa saluti tu. Au unataka kusema lolote? Najua huwezi kuzungumza. Utaishia tu kufanya hivi. Mwangalie kwanza. Nataka haki. Haki lazima ipatikane. Haya, twende shambani huko. Imechafuka, mioyo imepotea. Ndugu wangu. Karibu. Asante. Vipi? Mbona pamepoa? Umempiga kelele mwenzako hayupo? Unashangaa nini? Namaanisha dada yako. Dadangu ametoka ameenda kwenye mizunguko yake, kurudi hapa kesho kushukutu. Mbona naona pamepoa? Maana angekuepo yeye hapa shengesha tupu. Alafu, mbona sijakuona muda kufafatuka shoga yangu? Mganga wako sio tapeli? Hebu na mimi nipeleke kwa mganga nitibie, maana na mambo yangu yananisumbua. Kwa wewe Nunu, mimi ninapokuwa na amani ujisikila. Ninapofafatuka vile michanga mivumbi kibao, wewe unajisikia la. Sio najisikia amani. Kwani mtu akiona matatizo hataki kumwambia rafiki yake? Mimi nina matatizo yangu zuu pia, na ndio maana nakwambia namtaka wewe mganga wako. Maana sio tapeli. Siku hizi maana waganga matapeli wamejaa kibao. Wanakuambia walete nazi, kumbe anataka kuongea kwenye maharage. Wewe toka lini mganga akaagiza nyanya na kitunguu? Naweza kuashanikuta. Ila shoga yangu, jana katika pita zangu nikakutana na Subira. Shoga yako siku hizi kawa mchoyo. Unajua kama mchoyo? Nimekutana naye barabarani, anaficha maandazi kichwani. Namuuliza Subira, "Hiyo nini uloficha?" "Oh, mimi sijui." Nikaambia, "Emu nione kama hujui." Alitaka hata kunipiga unaambiwa. Tumtoe tu kwenye urafiki wetu. Hata afai. Urafiki gani huo kunyimana vyakula? Mwezi wa Ramadhani. Ufungi shoga yangu. Kobe, umevitamani viandazi. Wewe mwanetu kiboko. Madam za size. Fresh. Vipi mwafaka ule mzigo nilokuambia upeleke? Umeufikisha? Madam, kusema kwa ule mzigo haujafika sehemu husika. Nipo katika ile mission. Nilikutana na kaka kwa kama amenizuia akaniambia nirudi nyumbani. Huo mzigo uko nyumbani. Mbona unaleta utoto kwenye kazi wewe? Wasi ndio ulisema hii kazi unaiweza? Unashindwa vipi kufikisha mzigo? Unajua ule mzigo una thamani kiasi gani? Hili ni deal, tunakosa hela. Tunapoteza biashara, mteja anasubiria mzigo afu mzigo mpaka saizi haujafika. Sasa nisikilize. Ninachokitaka, toa ngwala zako hapa, upeleke mzigo ufike. Sihitaji kupoteza pesa. Kazi gani hizi sasa mimi sichagua? Kaka ndio maana ananibana nyumbani. Nishasahau kama nimefunga. Ila hata hivyo, kwani asingenipa nikaenda kufutulia mimi? Mchoyo tu. Kama hulka yake. Alafu kitu kingine shoga yangu. Wewe umekaa tu hapa nyumbani. Yaani umekaa kufuli. Muda wote uko hapa. Kwa nini usio unatoka kidogo? Itakuvimba miguu hiyo. Sio vizuri. Hangaika hata uione dunia. Ndio maana kila siku unakaa na bajaza upate hata mwingine wa kukuona kwa sababu ya kukaa tu nyumbani. Yaani hapa niache nitulie hivi. Yaani hapa nikitoka tu dadangu akirudi anajua kabisa nipo kwa bajaza. Kwa niache nitulie. We nawe umeganda kama jabaridi. Mchangamka bwana kama lagambea. Utaki kutiliwa vindimdimu kachachuka. Tuondoke huko. Huyo dadako kwani anarudi sasa hivi? Wewe sikakwambia anarudi kesho.
Au ndo umeridhika mwenyewe kuganda hapo? Alafu pia unamlaumu dada yako kuhusu bajaza, wewe mwenyewe unajiendekeza. Kila muda yuko hapa, unafikiri ataacha kukulaumu? Twende bwana tukatembee. Na kujua rafiki yangu wewe upite na jambo mtaani. Sio tunaenda kuaibishana. Maana ukisikia minong'ono tu kwenye madirisha ya watu lazima usikilize ili upate kusambaza. Sitaki. Mimi umbea ndo kazi naoneka mjini. Ila kwa leo itanibidi niache kwa vile nimetaka kampani. Twende. Twende basi na wewe mpaka ubembelezwe. Dalili za mvua zimekuwa kiza, jua limejificha nyuma ya uso wa dhambi. Wenye matumaini Dunia imelaka hena ona kosa mbele mashtaka yako. Umefungwa kwa kufuli. Majibu yako wapi? Vipi hapa? Shwari vipi? Unyama? Fresh. Unanikumbuka? Ndio nakukumbuka. Wewe si ndio ulitokea pale kibarazani alipokuwa amelala ulidai si ni ndugu yako sio? Sasa sikiliza. Milima ikutani na binadamu, tunakutana kimesha umana. Kwa hiyo wewe jana pale baada ya kukufokea na kuondoka vile vile, chapu kaenda kuwaita wanaume wako, akaja kamteka ndugu yangu. Niambie tumemficha wapi? Kwa usalama tu. Kwa sababu nimeamka asubuhi, najikuta mwenyewe. Haya, fursa kuzungumza, niambie yuko wapi ndugu yangu? Hivi ukiniangalia mimi nafanana na mtekaji? Ngoja kwanza, ngoja wewe. Cheki jicho kama li mdomo la mbaluti. Hivyo unanichukuliaje? Yaani kukuajoje hapa? Unaweza kama na kuogopa, si ndio? Amuelewekagi pia amwaminiki. Ila sisi wene macho ya nyama tunajua kabisa vizuri. Wewe inaonekana sasa ni mtekaji, afu ni kadangaji vile vile. Umeshinda kwenda kudanga kwenye maisha yako huko. Unaanza kuingia kwenye maisha ya watu. Bro, bro. Sister, mimi mbaya. Nione tu hivi. Nione mimi chafu mbaya hii. Mimi ni waajabu sana. Unapoenda usinichukulie poa, atakuvuruga kabisa hapa. Kwa hiyo tu nijibu basi pana nesho ukichuti nijibu. Kama wewe kaka. Sijui unanielewa vizuri. Chunga kauli zako. Sio kile unayemwona barabarani ni mpumbavu kama unavyofikiri. Tuheshimiane. Nitakuvurugia siku sasa hivi. Wewe mimi za mama eti, tasikiliza ngoja niite mashahidi. Nani majirani? Njoni kabisa ndaka hapo kavuruga hapa ndakakata wenge chapu. Mje mimi sio mwanzilisha leo kama nichokoza. Mimi mtu mbaya, mimi mtu mbadi. Wanijua kote huko kina Shabani, kina Mwajuma, kina Poloto, kina Jumaine, wananijua mimi nani kina Gude. Mama, umefahamu vipi kama nakuja kwako? Hilo swali tena la kuniuliza mimi wadudu? Na kujua fika mwanangu. Nimesikia mazungumzo yote mliozungumza na ndugu yako. Ila cha kufanya, hakikisha ile siku ikifika, akimaliza tu fanya jambo lako. Ila uwe makini. Kwa sababu akili yako naifahamu mimi. Wala hata usijali mamangu kipenzi Biasmini, kwa sababu mimi nimeongea naye mdogo wangu Subira na nilitarajia labda atanikaripia, atakuwa mkali kama anavyokuaga siku zingine, lakini huwezi amini, nimempanga na amenyooka. Kwa hiyo nimefurahi sana. Sawa sawa. Naomba mkono. Hicho nilichokupatia ndicho kitachokufanya wewe uwe unapotea na kurudi popote unapotaka kwenda. Hakikisha unapotaka kutoka unapiga makofi mara 3. Alafu unahakikisha unafanya hivi. Ukifanya hivi Aise, mbona raha hii? Kumbe uchawi unaenjoy namna hii. Kwa hiyo nikitaka kwenda Buza kwa Mparange au samaki Marekani, Indonesia na Jerumani naenda. Ngoja nijaribu. Wewe
jiheshimu. Mimi sio mpumbavu au sio mpuuzi kama unavyodhani. Siko hivyo kabisa, nitakuharibu. Hapo tu niseme dada kumlazi hivyo. Unajua tena si binadamu, tumeambiwa changamoto. Yaani kila kukikucha, kila mtu anakuwa na serenge zake kichwani. Kumbe mzani yeye ndiye, kumbe sio jamani, umeona? Kwa tu ni viakili vyangu na mafikirio ndio nilivyokuona. Nikajua hado ulirudi ukampeka pale ndugu yangu. Kwa kumlazi. Kwa hiyo umesema ndugu yako hujamuona? Ndugu yangu sijamuona, kumekuja tu pale najikuta mwenyewe, umeona? Kwa ndo nikaanza kusema kwa sababu kalipita kaka mdada na nimekaona nikaulize hivyo tu kiwema sepetu. Unaishi wapi hapa? Ukiwa pale kwa mama Mariamu, kwa mama Mwajuma pale kwa Majumanne ndo nakaa mimi nyumba ya 4 pale. Sawa, endelea kumtafuta. Lakini jifunze uwe na kauli nzuri kwa watu. Sawa dada. Mimi si huyo. Sasa na wewe akili yangu kwa nini unafikiria mtu ambaye sio? Kama angekuwa ndiye kwani angenipiga hapa sasa angenielekeza. Ana hadi mdomo utashinda kula nyama. Kipunje. Samahani, nilikuwa na mazungumzo na wewe. Ashtuke. Wewe vipi, mbona unashika mambuzi unavuka barabara uangalie kushoto wala kulia? Wewe unaona nipo na jeshi langu, mbona kama hivyo sasa? Wewe nenda mtaani kwako alafu baadaye utageuka tutabonga au vipi? Sela. Au kwa umeniona mimi mwanangu? Unachamba umbea au sio? Ongea na mampenzi bwana, acha kuzingua. Wewe nini Sela tula bana wewe, usilipue kitu sheli utaua nzio vipi wewe? Wewe nini babu mwisho? Fanya hivyo bwana. Njoo tubonge basi. Sema chizi boti lako linakaa linafagilia UTI ongo. Sikia mdogo wangu. Hapa hakuna UTI wala malaria. Aftula. Sema kazingua kitu kimoja. Kwa sababu gani unajua? Beach boy mweupe lakini kachagua demu mweusi kama vile ndo nini. Wewe na kuhusu nini? Aibona kunjani Buffett wena. Mama Amina Mbagala. Tula mwanangu. Uone mzungumzia yule mimi mwanangu, ujue chafu yangu ujue. Mwanangu sana ile. Oa, umenisahau. Nitakupiga mbanga mbovu mbaya yani. Dakika zangu 2. Sichekeshi. Sawa malume. Mesha kusoma hapo. Sema nini unajua maisha ya kibinadamu? Sisi tumetoka mbali. Alafu hakuna tulichokula hadi dakika hii. Jamani mimi naenda. Baridi jichenge. Hakuna tulichokula hadi sasa hivi. Mwelekeze mwanao. Atoe dongo mwa watu tule. Wewe kaza, kuna guest na jela mdogo wangu watakufinya. Nini? Mwili mdogo nguvu za tembo. Ndo venye hapo wenyewe. Kumbe vipi? Naona mwanangu shakuwa mwenyeji sasa hivi. Una black beauty. Yaani unafagilia makopa mwanangu. Ndio ile nyeka kile unakwambia bunabu. Zima ngoma hapo wenyewe. Wenyewe unaelewa maisha yako. Ile hata matupa na kuelekeza. Dilivisa mikasa na mamwela maplayboy si atufagili madela alafu unasema vipi? Madela oe. Hiyo oe hapo wenyewe. Au ndio wanasema madela tupa kule siku hizi mwendo wa mibanda. Akudede. Yo noma mwanangu hiyo. Mimi sivui viatu mundani. Utapigwa panga mtoto. Steno. Nimetoka kuongea na mdogo wako kuhusu mambo yetu ya harusi. Unajua hata kwenye dini yetu tunashauriwa kabla mjafunga ndoa mwanze kukutana kwanza na kushauriana na kujuana baadhi ya majambo. Nashukuru Mungu mdogo wako ni mwazi. Afu pia anavyoonekana ni mnyenyekevu na mwenye hekima pia. Na sio mstaarabu tu, na busara pia. Kiukweli mimi mdogo wangu ni mwanamke ambaye hana hekima zake, ana busara zake sana hapa mtaani. Hivyo kwenye upande huo nilijitahidi sana kuhakikisha mdogo wangu anakuwa kwenye mazingira yaliyokuwa bora. Na ndio maana hata wewe umevutiwa naye na umeleta posa ya kutaka kumuoa kwa sababu ya busara zake na hekima zake. Yaani kama kungekuwa kuna tuzo, basi mimi ningegewa tuzo ya kaka bora.
nimepambana sana kuhakikisha mdogo wangu anakuwa mwanamke bora, mwanamke mwenye busara. Bana, kwa hivyo basi inshallah Allahu ya'lam, sababu Allah ndo anayejua kila kitu. Na nikiangalia muda wangu ushaenda sana. Nataka sasa niende nipite kwa mwanafunzi wangu mmoja, nimpitishe leo kwenye dua, sababu hao ndo nawategemea siku ya harusi yangu, asome nini. Si unajua? Ni jambo zuri sana. Lakini pia kingine shemeji bana, hata mimi kwenye masuala ya dua mimi waga napiga sana. Monila. Abe. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana. Monila, we mbabaifu, unapita hata kuja kunisalimia? Shoga yangu, si unajua mambo mengi. Mwenzako na vurugu, yani ungekuwa unaniona hata huruma. Sasa hivi napitia kipindi kigumu. Haya mambo mengi gani? Na umerudi lini? Yana hapa unaponiona nimeingia jana usiku. Na huu mguu unarudi tena huko kwenda kufuatilia ile mrasi ya nyumbani. Ila Monila, we ni mbabaifu, sijapata kuona. Umeingia jana hata kunitafuta? We ni mgaigai ndugu wangu. Shoga yangu nisamee mimi, maana ukianza lawama zako haumalizi wewe. Tuachane na hayo. Vipi huko mishemishe zetu? Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Ila kwa kipindi cha Ramadhani tunasuasua kidogo, ila mambo yananyoka hivyo tunapambana. Tuondoke ndani tukapige story. Unataka kuniweka sasa udugu wangu? Hebu wewe twende ndani ukanipe ubuyu mimi jamani. Hebu twende ndani kwa umbea sasa shoga yangu. Afande Mponzi, hili ndo shamba langu. Kama ambavyo unavyoona majani ni mengi sana. Kuanzia sasa wewe hutoitwa afande tena. Utaitwa mkulima na utalima sana. Tena nataka upalilie hili shamba langu, ufanye zaidi ya trekta. Kama unavyoona mazao haya yamestawi, lakini chini kuna majani. Kuna visamvu pamoja na mananasi, lakini bila kusahau kuna ndizi. Hakikisha unapalilia vyema zaidi ya trekta. Unanielewa? Kiburi Acha nikupatie kitendea kazi kisokolo kwinywe. Kwa kweli ulikuwa unataka haki. Haki yako ipo hapa. Na kama wewe ni afande mzuri, nitakupatia cheo hapa hapa. Haya, kamata. Chukua wewe. Bwana vuniangalia, unatoa macho. Haya, anza kulima mara moja. Wewe changamka kulima. Nitakutia bakola mimi. Na huko. Nataka haki. Hii ndo haki yako. Ukitaka kuvaa magwanda utavalia huku. Wewe taratibu, usining'ole karanga mimi. Yemwe. Bibi Asimini mbona hasa amenichoma? Sehemu ambayo tulikuja akasema nzito, afu nimetokea pale pale. Hapa sehemu sio, inabidi niondoke. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Uchawi umekita kama mti wa miiba,
na kila mtu anaogopa hata kivuli chake.